napongeza jeshi la polisi na vyombo vya usalama, ulinzi na usalama vilivyoweza kudhibiti. Umesema uhalifu, mimi nasema ni ugaidi. Hongereni sana. La pili, naomba nitoe wazo. Sitarudia yale ambayo nilisema na wenzangu wamesharudia, lakini nitoe wazo, jambo ambalo labda tuliona kwa teknolojia ya sasa kwa upande wa jeshi la polisi. Drones zingeweza kusaidia sana for surveillance. Badala ya kukimbiza magari kila sehemu, unakuwa na kitu kako kadogo angani pale, unajua tu wako mtagani, wanapita wapi. Nadhani itatusaidia sana. Sisi ni mmoja wapo ya wahanga ambao ilitukumba. Sisi katika moja ya security za ulinzi tunao pale, tuna CCTV camera, na miongoni tulioathirika sana na si ambavyo tuliposema kwamba hawa ni wale waandamanaji. Wale walikuwa ni kama vibaka. Bahati nzuri mimi mwenyewe nilifanikiwa kuwakamata, na si wa mbali, hawatoki mbali. Hatuna sehemu nyingine pa kwenda, hatuna mkoa mwingine wala nchi nyingine ya kwenda zaidi ya Tanzania. Kwa niaba ya chemba ya wafanyabiashara mkoa, tunaomba swala kama lile au tukio kama hilo, wafanyabiashara tusiruhusu likajitokeza tena katika mkoa wetu wa Mwanza. Askari kamanda wetu wa mkoa wa Mwanza, nikupongeze sana kwa kazi kubwa ukishirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ambayo mlifanya. Mmefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wafanyabiashara hawaendelei kupata hasara. Msingekuwa nyie, hasara ilikuwa inaenda kuwa kubwa sana. Leo Mwanza tungekuwa tunazungumza kitu kingine kabisa. Sisi jeshi la polisi, kwa kutumia huu mkakati wetu wa kwanza kabisa wa kudhibiti na kuzuia uhalifu, wa kuishirikisha jamii na makundi mbalimbali ndani ya jamii, imetupendeza na tunaona inafaa sasa tuwaite ili tuweze kuwaeleza mambo ya msingi ambayo ninyi kama wafanyabiashara mnatakiwa kuendelea kuyazingatia ili tuepuke na matukio kama haya. Lakini pia tumewaita kwa ajili ya kuendelea kuwapa tahadhari, kwa sababu sote ni Watanzania ambao tunasikia, wote hapa mnasikiliza mambo yanayoendelea. Tumekuwa tukisikia pia matishio mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali kwamba kuna uwezekano watu wakafanya vurugu za aina hiyo tena. Nadhani na wenyewe mmesikia, si ndio? Au hamjasikia? Sasa sisi huwa hatupuuzi mambo kama haya. Tukiona hali kama hiyo, ni lazima tuwaite ili tuweze kushirikishana, hasa kupitia kwenye mapungufu ambayo tuliyaona wakati tunashughulika na mambo haya. Nimesema ilikuwa kazi kubwa sana. Sisi tuliokuwa kwenye zoezi hilo la kudhibiti na kuzuia tunafahamu hali ilikuwaje. Sasa haya ambayo tumeyaona, tunaomba tuwashirikishe ili tuweze kwenda pamoja vizuri. Jambo la kwanza, mimi kama kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza ninachukua nafasi hii kuwakumbusha ninyi wafanyabiashara, lakini kama wakazi wa Mwanza, lakini kama Watanzania, kwamba msikubali kujiingiza katika matukio ya uvunjifu wa amani ya mkoa wa Mwanza. Wajibu wa kutunza amani ya eneo uliopo, wilaya uliopo, kata uliopo, tarafa uliopo, mkoa uliopo, ni wajibu wa Watanzania wote, mkiwepo ninyi wafanyabiashara.
hamna budi kutunza amani ya mkoa wenu. Hamna budi kutunza amani ya mkoa wenu, tena kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu amani hii ndio imetuletea haya maendeleo tuliyokuwa nayo sasa. Sisi tunawakumbusha tusifanye biashara kama karne 5 zilizopita nyuma. Twende kidigitali. Twende kidigitali kwa sababu za kiusalama. Hili ni jiji kubwa, jiji la pili kwa ukubwa, kwa population na kiuchumi pia, kuchangia ule uchumi kwenye nchi yetu. Hatuwezi kuendelea kuwa na wafanyabiashara ambao bado wanaona kufunga CCTV kamera kwenye petrol station, anaona ni vitu vya ajabu.